Kwa majina naitwa Zambia Mbaganile Mwipopo, ni mkazi wa kijiji cha Rusungo, kata Rusungo, kitongoji cha Mpuro. Naamini kupitia ujio wenu mnaweza mkatusaidia endapo serikali inaweza ikatupa jicho kutusaidia kwa namna mlivyoona kwamba mafuriko yamezidi muda mwingi. Yaani takribani sasa hivi ni mwaka wa 3 mfululizo maji yameingia kwenye kitongoji chetu. Naamini serikali kama ni Watanzania mmeona maji yalivyo, ni waombe kwa hali na mali kwamba kadiri mlivyoangalia serikali iweze katupa jicho kutusaidia wana kitongoji cha Mpuro. Kwa kadiri mlivyoona maji yalivyojaa, makazi tumeshindwa mahala pa kukaa. Tulikuwa na mifugo, ni wakulima, mazao tuliokuwa tumelima yamezama na maji, na mifugo tuliokuwa tumeifuga mingine imepotelewa na maji. Kwa sijui serikali inaweza katuangalia kwa jicho jipi. Pengine sasa tusimulie kidogo. Kitongoji hiki kilikuwa na baadhi ya miundombinu ambayo ilikuwa na uwezesho wa kuingia na kutoka. Pengine mpaka sasa imeharibika. Pengine mnapata wakati gani kufika kwenye kaya zenu hizi ambazo tumeshuhudia zikizama na maji? Kama mlivyokuwa mnaangalia katika mafuriko haya, yani kipindi hiki kilichotusaidia ni ujuzi tuliotumia wa uchongaji wa mitumbwi, ndio uliotusaidia sana kuokoa watoto na kina mama, kuwahamishia kwenye nchi kavu jirani na kitongoji chetu. Lengo langu kubwa ni kuomba msaada serikali iweze katuona namna tunavyoteseka. Kwa kuwa ni Watanzania, tunaweza tukaoneana kwa jicho la huruma zaidi, ili serikali iweze ikataangalia na kututupia jicho la huruma. Pengine sasa suluhisho mnaona ni kingo ya mto Kagera ndio ambayo inawaangamiza kwa miaka 3 mfululizo mpaka sasa? Na mto Kagera, ikiwezekana serikali ingeweza kuja kuangalia mto na kuangalia kingo zilivyo, tukasaidiwa mpaka kingo ziweze kuzibwa kwa wakati. Ni kwa jina langu naitwa Mpoki Mwakifuna, mkazi wa kata ya Rusungo, kitongoji cha Mpuro, kijiji cha Rusungo. Mimi shida yangu sana, nimefurahi kuwaona nyinyi. Labda nyinyi ndio mtakuwa msaada kwangu kuathirika tulionao wa maji. Maji ya kutuhamisha majumbani hapa Rusungo yameanza mwezi wa 2. Watu wamekimbia majumbani, hatuna watoto, hatuna chakula. Tulikuwa na mashamba ya kulima, hatuna sasa hivi. Kwa hiyo hapa tunaishi kama tulivyo. Tunashukuru kwa serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jicho la huruma kututembelea mahali hapa. Jamani, kwa kweli hapa msiba wetu sisi ni maji. Tunaomba msaada kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, aje atusaidie. Huo mto Kagera au Rufilio unatusumbua, ndio unaharibu makazi yetu na vilimo tunashindwa. Hata mifugo tuliyokuwa nayo hatuna mifugo sasa hivi. Sio kwamba tumeuza, imepotea kwa kupitia haya maji. Serikali tusaidie kufunga huo mto, hizo kingo za mto Kagera, ili maji yasije kutuathiri huku tuliko. Kwa majina naitwa Maria Sultani Mwakipesi. Ni mkazi wa kijiji cha Rusungo, kata ya Rusungo, kitongoji cha Mpuro. Yaani sisi changamoto tuliyokuwa nayo ni maji. Yanatutesa sana, maji ya chanzo cha mto Rufilio. Hayo maji yanatoka mto Rufilio yanakuja kwenye makazi yetu. Tunasumbuka sana nayo. Tunaiomba serikali tusaidie, izibe huo mto Kagera usimwage maji kuja huko. Tunaiomba sana serikali tusaidie, ituangalie kwa jicho la huruma kwa haya maji. Tumeteseka. Saizi ni mwaka wa 3 tangia tuanze kuteseka. Watoto wameshindwa kusoma, wanateseka sana watoto kwanza shuleni. Na sisi makazi yetu sio salama. Tunaishi kwenye maji. Hata nyumba zenyewe zimezama. Yaani tuseme ukweli tunateseka. Tunaiomba serikali tusaidie kwa hili. Hatulimi kwa sababu mashamba yote yamezama. Tunaishi kiugumu zaidi, yani hata chakula chenyewe ni changamoto. Wito wangu mimi kwa serikali, naomba tu msaada. Watusaidie kuziba ule mto kingo, yani kingo la mto Kagera, ili maji yasije
kwenye makazi yetu. Asante na kushukuru mwandishi wa habari. Mimi kwa majina naitwa Ivan Barton Mwanyamba, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Mpuro, kijiji cha Rusungo, kata Rusungo. Na washukuru sana waandishi wa habari kwa kuja kutembelea na kujua taarifa zinavyoendelea kwenye kitongoji hiki na kijiji hiki na kata hii. Lakini pia nawashukuru sana uongozi wa wilaya pamoja na uongozi wangu wa kata ya Rusungo. Niliwahi kuongea na mkuu wa wilaya, nilipigia simu, lakini mkuu wa wilaya alipokea simu yangu kama mwenyekiti kitongoji, nikatolea taarifa kuhusu madhara ya mafuriko, na alinielewa na akanitumia watu ambao ni wa kamati ya maafa wilaya. Walikuja na wenyewe wakazuru kwenye kitongoji hiki, wakaangalia mazingira, na kweli wakasema tutaipeleka taarifa wilayani. Lakini pia kama walivyoongea wananchi wangu ndani ya kitongoji changu cha Mpuro, ulivyoiona hali yenyewe, wanateseka bado, mafuriko ni mengi, maji mengi yanaendelea kutunani. Lakini ombi langu kubwa ambao niliomba hata kwa wale viongozi wa kamati ya maafa wilaya ni kuwaomba kwamba naombeni mtusaidie, mtusapoti kutokana na huu mto Rufiji. Kingo zake ni fupi, ziko chini sana, maji yanamwagika ovyo ovyo, ndio nayo tuzuru. Na sisi huku kaangalia ndani ya wilaya kila mvua zinanyesha mvua wilaya ya Rungwe huko Tukuyu, Busokelo, ndio zinazokuja kuzuru huku. Lakini haya maji asilimia kubwa wanasema kwamba ni ziwa, lakini sio ziwa, ni kutokana tu na hili janga la mto, kama mto huko chini unamwaga maji ovyo, kama wewe mwenyewe pia unavyoona maji yanamwagika ovyo ovyo, ndio yanayotuzuru sana. Kwa naiomba serikali ikifikia kipindi cha mwezi wa 7, wa 8 huko wa 9, ije tusapoti wakati maji yameshuka, angalau kutuongezea, kutunulia tuta, linuke tuta, angalau likinuliwa tuta, maji yakija msimu mwaka 2027 miezi ile ya kwanza, mwezi wa pili, wa 12, wa kwanza, wa pili, wa tatu, maji hayatakuwa na kasi kama hii. Kwa majina naitwa Albert Mwaitenda, diwani wa kata ya Rusungo. Kwanza nawashukuru kwa ujio wenu. Hii sehemu ya kwetu kijiji cha Rusungo, hasa kata ya Rusungo, kijiji cha Rusungo, kitongoji cha Mpuro, Bugema na Rusungo na Bugogo, hali ya maji inatishia raia. Na shida ya maji ni kwa ajili ya huu mto Rufiji unakata kuingia maeneo ya watu. Yaani kingo ziko chini, alafu kuna sehemu zingine zimepasuka kwa ajili ya viboko wanapita, wameweka njia zimepasua ambazo zinastahili kuziziba. Na hizi taarifa tumeshazifikisha ofisi ya mkuu wa wilaya kwa mheshimiwa mbunge, na kuna watu walikuja kuangalia, na mheshimiwa mbunge anasema yupo tayari na yupo pamoja nasi kwa muda wote kwa ajili ya hii hali. Kwa kweli tunashukuru, na wananchi wanapata shida sababu makazi sasa hizi hali inaendelea kuwa mbaya, ni tete. Makazi ya watu wamezama, vyakula, vyo vya kudumu vimezama, nyumba zimezama, yani mashamba, kila kitu. Kwa hali ya sasa kwa kweli Rusungo ni shida. Na tunashukuru tu serikali kwa sababu inaendelea kutujali, serikali ya Chama cha Mapinduzi ya Mama Samia pamoja na mheshimiwa mbunge Mwamengo. Tunashukuru sana.